Nataka kujua kitu kimoja. Mimi nimekuwa nikijiuliza maswali mengi sana Bingwa, kwa sababu kuna kitu ambacho kimetokea, lakini nikaona kama wewe unaikwa front sana, labda pengine unaweza ukaeleza ukweli. Na yote kwa yote kuhusiana na issue nzima ya Doto. Ulipigwa simu katika exclusive na pia waandishi wengi walikuwa wanatamani wakufuate wa kuhoji baadhi ya vitu, lakini nadhani ubizi wa kazi, kwa sababu sasa hivi kukupata kwako pia napo ni kipengele, uko busy sana. Mimi nataka uniambie kwa nini Doto labda pengine hisi kama wewe ni kama mkombozi wake. Doto mimi nakutana naye kwenye issue za kijamii. Unajua hajaniweka kama tajiri, ameniweka kama ndugu. Ndio maana nakuta kwenye shughuli ya mtoto wake nipo, kipindi mke wake anajifungua nipo, kwenye kaeka zake nipo, umenipata? Kwa hiyo mimi nakutana naye kama ndugu, na nikakuta ndugu zetu wamemkalia juu wakisema bwana Doto ana ngoma, Doto ukimwi ana. Kwa sababu nikupe sababu za kusema mtu awe na ukimwi. Ukishakuwa na ukimwi sio kwamba dada peke yake ndio anayemjua, na ule umaarufu wa Doto na maneno yake aliyoanza kuongea kuwasema watu kwa muda mrefu, hiyo ingekuwa iko open. Sawa? Na afu cha pili, ukiwa kwenye issue zetu hizi za watu ambao washaye kujifungua hivi, kuhusiana na mtoto kliniki na mambo mengine, mimi Doto nishaona nampeleka hadi mke wake kliniki. Lama upime au watu upime sasa hivi. Lama unakuta unapima mzazi wa kike na wa kiume. Ila kuhusiana na mguu sio thibitisho rasmi, kwa sababu hiyo haithibitishi. Kuna watu wengine wanafanya kazi ngumu, kuna watu wengine miguu yao wanazaliwa hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi kusema Doto ana ukimwi nimekataa. Ndio maana nilikaja nikasema jamani, mimi niko na milioni 5. Hata sasa hivi hapa niko nazo hizi hapa milioni 5. Kama kuna mtu anasema Doto ana ngoma, mimi nasema hana. Hizi hapa, tunaenda hospitali tunapima. Tukishaenda tumepima, mwenye uhakika anachukua, lakini mimi nasema hana. Mtu sasa hivi yaani ukiwa na ngoma automatically unajulikana. Unafikiri kwa nini watu wengi wanashangilia baada ya hizi tuma? Doto anasema watu sana, anatoa watu akili, anafanya hivi, umenipata? Ukishakuwa mtu ambaye unaongea sana ukweli au unashambulia watu, unakuta wewe upo kwenye vita. Umeona? Sasa Doto akiamka asubuhi unakuta kamsema msomi, akiamka asubuhi kamsema hivi, na alafu hakuna mtu ambaye alai kumkamata kwenye engo yake. Ila ili swala ukimwi mwenyewe alistuka kwanza, ilibidi akapime pembeni. Okay, kwa haraka Bingwa, the way ambavyo unashirikiana na Doto, sababu tulizoea kumuona Doto akiwa karibu sana na Issa Tambu. Lakini sasa hivi zama zimebadilika. Doto yuko karibu sana na wewe. Na ukiangalia hata akija ofisini kwako akiwa anazungumza kuhusiana na magari used, the way anahitaji kwa bashasha ukikompare anavyohitaji Tambu Motors ya Bwana Issa. Wewe ulijisikiaje uliposikia taarifa kwamba Doto kuna tuhuma kama hizo ambazo Cherry anazitoa kwenye mitandao ya kijamii? Hizo kuhusiana ni hebu sijakuelewa sana. Hizo tuhuma kwamba bwana jamaa pengine labda ni ajenda gani, yani kwamba hayuko sawa. Mimi mwenyewe nilistuka kwanza. Unaona, yani nilianza kujiuliza maswali kwa kipindi kile kwa Dodoma vile. Nikamwambia mjomba, kweli una moto? Akasema mimi sina haya maneno, sijui hivi na hivi, sijui hivi na hivi, hivi na hivi. Naona bahati nzuri akawa amekuja Dar es Salaam. Nikamwita pale Viwezi pale asubuhi tu, mimi ndo mtu wa kwanza kuonana naye. Nikamwambia mjomba, una moto. Umeona? Wewe una moto, inabidi hapa tufanye mpango upime tu. Lakini kiwalisia moto hana, ila watu wanatisha. Mimi mwenyewe nikaanza kumuogopa Doto. Ulimuogopa kabisa? Nimuogopa kwa sababu yani ninapomfikiria siwe, akasema mjomba hapo una moto. Umeona? Na mambo mengi hapa mjini hapo unaanza kuwaza. Ukishasema mtu ana moto unaanza kufikiria mkeo, unaanza kufikiria familia yake, hivi na hivi. Nikamkuta ndugu yangu Issa naye anazidi kumkandamiza. Nikamwambia Issa inabidi Doto tumpime, lakini Doto hana bwana. Hana. Okay. Moja kitu ambacho nikasema nitakuuliza Bingwa ni the way ambavyo ulimnunulia supu. Watu wakajiuliza kwa nini amnunulie supu, lakini hii supu ina ishara gani? Ni kwamba akae sawa sawa kiafya, yani hata ile supu nao pia ikatafsiriwa pengine labda Bingwa anamkejeli mwamba. Mna nitakiwa kwanza relax. Na tena nilimuuliza siku ile kama mjomba anataka
aende hata kwenye yachi ningemlipia kwanza akili yake ikae sawa. Unajua mwenye Doto alikuwa baridi. Sio ule Doto ambao ulikuwa umemzoea, yani alishaanza kuingia ubaridi. Yaani kila mtu anakuambia bwana wewe una moto, mwingine wanamuita yeye gridi ya taifa, mwingine hivi umeme ukikatika umeone mambo. Mpaka yeye anachoka ese. Okay, so far sasa hivi unasema kwamba yuko sawa. Labda unipe sababu kuu 5 ambazo pengine mtu anayetazama hapa. Najua Bingwa, twende mbele tujue nyuma. Nyie jamii nawaamini kwa ukubwa sana kulingana na the way mnavyojitoa, the way mnafanya biashara zenu. Ni kuna trust kubwa na ina watu wengi wanaamini. Kwa sababu hata biashara zenu unazofanya mabiashara za mamilioni. So far mtu lazima akuamini the way unavyozungumza na muonekano wako. Hebu nipe vigezo 5 vya kuashiria kwamba hicho unachokizungumzia kwa sana Doto ni perfect bila hata kwenda kwa hospitalini, bila kwenda kufanya chochote. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Watu wengine ambao wanakuwa hawajui. Mtu ukiwa na upungufu wa kinga, kuna dalili nyingi ambazo unaweza kuziona. Cha kwanza, utakuta mtu afya yake inakuwa si sawa, yuko dhaifu, lakini yule mtu tumekaa naye hata ile kwenye uhalisia bila kwenda hospitali, unakuta kwamba hata sio yule mtu wa kuumwa mara kwa mara. Maki Doto sisi tumeanza kumjua sasa hivi karibia miaka 10 nyuma mitandaoni. Tuje kumuona Doto wiki kalazo hospitali anaumwa, afya yake iko hivi. Na alafu kitu kingine, mtu anayetumia dozi hawezi ukakaa na mtu miaka 10 tusimjue. Doto sisi tunakuta muda mwingine tunashinda naye asubuhi hadi jioni au siku 2, au kuna hao ambao wamesafiri naye Dubai, China. Utakaa vipi bila kunywa tajiri? Kunywa hizo dozi, unakaa na mtu wiki moja hani dawa. Kweli, huyu anauma kweli. Mtu anayeuma ama atumie dozi. Na yule dada amesema kwamba Doto sisi tulikuwa tunakutana sehemu fulani na kuchukua dawa. Je, zile dawa alikuwa anakunywa wapi? Kama mtu anasafiri unakaa naye wiki moja, hajakunywa dawa hata mara moja, hizo dawa anaziweka wapi? Unakunywa naye wapi? Muda gani ambao anakunywa dawa? Na mwisho wa siku hiko ndo kigezo kikubwa, kwa sababu point aliyetumia dada anasema na Doto anaumwa. Tulikuwa tunaenda kuchukua dawa. Sisi tunakaa naye huku, tunakaa na Doto wiki moja, wiki 2, hatujai kumuona hata siku moja anakunywa dawa. Sasa anaumwa nini? Umeona? Na nikakwambia kama ukiwa unaumwa unajulikana tu automatically. Na swala la miguu sio uhalisia kwa na vidoti. Kuna wengine wanakaa sehemu zenye baridi, unakutaga miguu yao ni meusi kutokana na situation ambayo jinsi ilivyo. Umeona? Lakini point ya msingi dada mimi naona hana. Siingilii vita yao, lakini hana. Ukisema mtu anatumia huyu, tunaenda sehemu anaenda kuchukua dozi. Ndio alipoishia hapa, anaenda sehemu anaenda kuchukua nini? Dozi. Zile dozi Doto anazeka wapi? Anakunywa muda gani? Na kuna watu ameshasafiri naye, mfano Mwijako aliyemshikilia naye bango, amesafiri naye Dubai. Kuna watu wanaenda naye China First Chicago. Kuna siku ambayo shehe kusema, kuna sisi ambao tunashinda naye kila siku. Na Doto muda mwingine analitaga hapa gari tuuze. Na mimi Doto, acha gari yako tuuze, tuje kuona chochote. Kwa hiyo mimi sithibitishi kwenye hilo, yani hamna kitu. Mtu anayetumia dozi huwezi kujiamini. Anasema kwa hiyo tuendelee. Kwa hiyo ukiwa unaumwa lazima utatumia dozi. Hiyo sababu ya kusema kwenda kuchukua dawa anazipeleka wapi? Okay. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya kusema kwamba Doto anauma kabla ya kwenda kupima. Na angekuwa na upungufu wa kinga, tungeona kinga yake imepungua, Doto anatumia dozi. Na muda wote Doto tuko naye, tuje kumwona hata siku moja anakunywa hata Panado. Kwa hiyo ni mzima. Wanao ni maneno ya watu, na hapa dawa watu wakishikilia bango wanakuharibu kisaikolojia, unaharibika. Mimi nashukuru Mungu yuko sahihi, amesimama bwana. Okay. Sawa, Bingwa. Sasa hivi tunaona Zuchu amejifungua na mimi nataka nisikie kwa upande wako, kwa sababu tunaona mambo mengi sana. Mapema leo Doto Magari mshikaji wako amesema kwamba anatamani sana watu ambao wanaenda pale wasiishie kumbusu mtoto, kwa sababu unakuta watu wengine wanaenda pale labda wana kinyongo hata na Diamond Platinum. Na tukasikia pia nao pia ni miongoni wa watu ambao mmeguswa, wengine ukipata muda unaweza kufika pale. Labda utu brief tu kwa kupitia hilo Mbega. Kinachozungumza hapo ni kweli. Yule mtoto ni mdogo. Sawa. Mtoto akiwa mdogo
watu wana macho ya husda. Sisi wenye imani, unakuta mtu anakuja pale anajichekesha, yuko na husda. Kuna mwingine anatumia marashi, anatumia mafuta yenye chemical, anaenda pale anamshika mtoto, inaleta infection. Anakuja pale anambusu mtoto, kuna lipstick, inaleta changamoto. Kwa hiyo kama lengo la kwenda kumwona mtoto kwa sasa hivi jinsi alivyo ni sahihi tu akaenda katoa zawadi na hongera, unanipata, kuliko kumletea mtoto matatizo. Bado mdogo sana yule, sio kumshikashika. Umeona, sio unaenda pale unafanya hivi, haitakiwi. Kwa hiyo unatakiwa sasa hivi ukienda pale, kama una lengo la kutoa zawadi, toa, lakini sio kudili na mtoto bado mdogo yule. Akishakuwa unaweza kufanya mambo mengine, husda, wengine machao makali, wengine hivi. Sisi tu wakubwa hapa, mtu akikuangalia kuna muda unakuwa na wasiwasi, yule bwana anaangalia sana. Sasa yule mtoto sasa hivi siko angalau kuna watu wanatamani waende pale waonekane, wametoa zawadi na wengine, ila unavyoenda nenda na lengo la zawadi. Jamani, kupata mtoto ni kazi sana. Okay. Milioni 5 ni sawa, kwa sababu unajua ukiachana na watu kwa kukosana, kuna muda mwingine kuna mtu amekufanya ufike hatua fulani. Umeona, mtu amekutoa hatua moja kwenda nyingine akiwa na jambo lake. Kutoa hiyo hela ni kawaida sana. Umeona, kuna kwenye kumove, kuna kukosana, kuna kukaa sawa. Lakini hata kama mtu mmekosana, haijalishi umekosana naye vipi, ila yeye ndo aliyekufanya umefika hiyo hatua. Kwa hiyo kwa zawadi aliyetoa kwa pale, mimi naona ni sawa kabisa, yaani sawa kabisa, 100%. Ameitoa kwenye haki kabisa, ni jambo la heri, ila sio kwa ubaya. Endelee tu kufurahia, kila mmoja aende. Hizi chuki sio jambo la msingi. Sisi ambao wenye imani tunajua kwamba mtu akikusaidia, hata kama kuna mabaya, inabidi tu ushirikiane naye, hakuna namna.